Nasema Bwana, asante kwa ajili ya asubuhi njema ambayo tumekusanyika mbele zako ili kujifunza neno lako. Ili neno lako lituongoze katika siku zote za maisha yetu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuangazie, atutie nguvu ili Bwana tupate kuelewa maandiko. Ni katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Amen. Watu wa Mungu na watakatifu wa Bwana, tumepewa tafakari fupi katika asubuhi ya leo kutoka katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, na ni sura ile ya 9 mstari ule wa 32 mpaka ule wa 34. Ni sura ile ya 9 mstari wa 32 mpaka ule wa 34. Maandiko ya Bwana yamehifadhiwa hivi: hata hao waliokuwa wakitoka, tazama, waliletea mtu mwenye pepo, na pepo alipotolewa yule mtu alinena. Makutano wakastaajabu, wakasema, haingeonekana hivi katika Israeli wakati wowote. Lakini Mafarisayo wakasema, kwa nguvu za mkuu wa pepo atoa pepo. Amen. Wapendwa katika Bwana, wiki hii tumepewa kitu kinachotuongoza kinachosema ndani ya Yesu kuna maisha mapya. Sawa sawa na Wakorintho wa 2 mstari wa 5, Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17, maandiko yanaposema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na andiko hili tulilisoma katika siku ya leo ni mwendelezo wa maisha mapya ndani ya Kristo. Nami nimelipa kichwa kinachosema midomo iliyonyamazishwa na giza yafunguliwa na nuru ya Kristo. Midomo iliyonyamazishwa na giza yafunguliwa na nuru ya Kristo. Katika Mathayo 9 mstari wa 32 mpaka 34, maandiko ya Bwana katika 30 aya ile ya 32 mpaka 33, hapa tunakutana na mtu bubu. Bubu huu ulikuwa umesababishwa na kimya au nguvu za giza, na Yesu akamponya kwa sababu ya mamlaka yake Yesu. Na katika aya ile ya 34, Mafarisayo waliona tukio hili, lakini wakajaribu kumtukuza shetani badala ya Kristo, wakisema ni nguvu za mkuu wa pepo atoa pepo. Basi kuna mambo matatu ya kujifunza kutoka katika andiko hili. Jambo la kwanza, Yesu ana mamlaka ya kimungu. Yesu ana mamlaka ya kimungu. Katika Yohana 10 sura ya 30, Yohana 10 mstari wa 30, maandiko ya Mungu yanasema mimi na Baba tu mmoja. Mimi na Baba tu mmoja. Sasa huu uungu wa Yesu Kristo unaozungumziwa hapa, mimi huwa napenda kutanguliza Kristo kwa sababu yeye ndiye mkombozi, alafu ndio nafuata jina lake kwamba Kristo Yesu. Huu uungu wa Yesu Kristo, kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba kwa jinsi hii Bwana aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa tunaona Yesu Kristo anatumia uungu wake, anatumia mamlaka yake
wachanga na kutuacha sisi wenye maarifa kwa sababu ya kiburi. Mungu anawataka wanyenyekevu ambao watamfanyia ibada iliyo ya haki, ibada iliyo njema, ibada isiyo na mawaa. Kwa hiyo ndugu zangu katika Kristo Yesu, neno hili linatuagiza katika siku hii ya leo ya kwamba tukubali kufundishwa na Yesu, tukubali kufinyangwa na Yesu, tukubali kutengenezwa na Yesu. Mhubiri mmoja alisema kwamba katika kuabudu, katika ibada, akili yangu, fedha yangu, nafasi yangu haina nafasi mbele za Mungu, bali ni ule moyo wa ukarimu katika kumtafuta huyu Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa tunafundishwa kwamba mtu anaweza kuwa na maarifa makubwa ya kufahamu siri na hekima nyingi za kidunia, lakini akashindwa kufahamu ufunuo wa Yesu ambao Yesu anaufunua kwa watoto wake kwa sababu ya kiburi. Kiburi ni machukizo mbele za Mungu. Kiburi ni machukizo mbele za Mungu. Na jambo la tatu tunajifunza kwamba kazi za Yesu ziliambatana na ushuhuda wa kiroho. Yohana 14:10-11. Yohana 14:10-11. Maneno yake yalithibitishwa kwa nguvu. Maneno yake yalithibitishwa kwa nguvu. Anasema kwamba alipokuwa akihubiri habari njema za Yesu Kristo, alipokuwa akiponya, alipokuwa akifundisha habari za ufalme wa Mungu, anasema hatimaye akalithibitisha lile neno kwa matendo ya nguvu, kwa matendo ya miujiza. Kwa hiyo katika maisha yetu ya kila siku, na matokeo yake huyu Yesu alipokuwa akihubiri na kuthibitisha yale aliyohubiri kwa matendo na nguvu za Mungu, hatimaye watu wengi wakaamini, hatimaye watu wengi wakamtambua, hatimaye watu wengi wakabadilika na kubatizwa. Hivyo tunajifunza hata sisi katika maisha yetu ya kila siku, injili zetu lazima ziwe na matokeo. Maisha yetu lazima yawe na matokeo. Tunajifunza kwamba kuamini peke yake pasipo kuenenda sawasawa na maisha ya muamini anapotakiwa kwenda, kwa kweli inakuwa ni nafi. Kwa hiyo tunajifunza kwamba katika maisha yetu ya kila siku lazima tuenende sasa sawasawa na hiki kiumbe kipya ambacho anasema kwamba ndani ya Yesu kuna maisha mapya. Tukumbuke tulipotoka kule dhambini, tulipotoka kule katika shimo, tulipotoka kule katika magereza, tukahamishwa utawala kwenda utawala wa pili. Kule tunakutana na miongozo na taratibu mpya ambazo zinaongozwa na neema ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wito wetu siku ya leo, Mungu amekuja na yuko mahali hapa. Na leo anasema nasi, yamkini kuna sehemu katika maisha yako imekuwa ni bubu. Yawezekana kuna sehemu katika maisha yako haisemi. Yawezekana kuna sehemu katika maisha yako haina matokeo mazuri kwa sababu ya kiburi cha uzima, kwa sababu ya kujiona kwamba mimi ninafaa zaidi ya wengine, kwa sababu ya kujiona mimi kwamba nimefika, kwa sababu ya kujiona mimi najua mambo yote. Lakini leo Mungu yuko mahali hapa na yuko kwa ajili ya kukufungua. Yawezekana kuna sehemu ngumu katika maisha yetu, iwe ni matatizo ya kiuchumi, yawezekana matatizo ya kifamilia, yawezekana ni kushindwa kushuhudia habari za Yesu kwa watu wengine, na yamkini pia ni kimya cha kiroho. Yawezekana Mungu alikuwa akikutumia, lakini kwa sababu ya kiburi cha uzima, ile sauti ya Mungu imekwama, ile sauti ya Mungu hakutumii tena. Ulikuwa unaona maono, lakini Mungu hakutumii tena. Ulikuwa na hamu na mwamko mkubwa wa kuhubiri Injili, lakini sasa Mungu hakutumii tena kwa sababu ya kiburi kilichoingia. Lakini leo Mungu yuko mahali hapa. Kama aliweza kwa nguvu zake kumponya yule bubu, na Mungu anaweza leo kukuponya na kukufanya upya. Kikubwa ni kunyenyekea mbele za Mungu, na kikubwa ni kumtafuta huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo Yesu amekuja kuleta uhuru. Ikiwa unakutana na hofu, unakutana na aibu, kimya cha kiroho, usiogope, kumwendea Yesu. Yeye ni nuru, na nuru inavunja kila giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninapohitimisha, tujiulize maswali haya. Je, ninatambua kazi ya Mungu katika maisha yangu, au nina moyo mgumu kama Mfarisayo? Lakini swali la pili tujiulize, ninatoa nafasi ya Roho Mtakatifu
Asante kwa ajili ya zawadi njema ya wokovu. Umetuosha dhambi zetu milele na ukatutakasa milele na ukatupa zawadi ya uzima wa milele. Nasi Bwana tunakushukuru kwa ajili ya neema yako na kibali chako. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo tumelisikia leo masikioni mwetu. Roho Mtakatifu, endelea kutufundisha, endelea kutujalia neema na baraka zako, ili Bwana tuendelee kukua na kudumu katika neema yako. Lakini zaidi ya yote Bwana, ninasimama kinyume na kila nguvu za giza. Sawa sawa na neno lako umesema kwa mamlaka yako Yesu Kristo. Nami Bwana Yesu, katika jina lako Yesu Kristo anayetenda hayo, ninaharibu na kukemea kila roho za uharibifu. Ninakemea na kuharibu kila roho ambazo ziko kinyume na neno lako Yesu Kristo. Yale yaliyoliwa na parare na tunutu na nzige na panzi yakarejeshwe kwa njia ya jina lako, na damu yako Yesu Kristo itusafishe sasa na hata milele. Rejesha Bwana yale yaliyopotea. Rejesha Bwana maisha yetu pale tulipoanza tumaini wewe. Lakini kwako Yesu Kristo tunaamini ya kwamba tukiwa pamoja nawe tutashinda. Zaidi ya yote tubariki Bwana, neno hili likafanyike baraka, likafanyike ushindi katika maisha yetu. Ni katika jina lako Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Amen. Baba yangu wa mbinguni, kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo, kwa umenilinda usiku wa leo, kuzuia maovu na hatari zako, na kuomba unilinda hata mchana wangu. Usikose njia yako wala mtazamo wangu, mwipe kupendezwa na matendo yangu, mwendo wangu wa mzuri, kwa mwili wangu moyo na vyote hivi naviweka mikononi. Malaika wako mtakatifu wawe pamoja nami. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe. Usitie majaribu